Watashika. Tutakamata Biblia zetu na tusome. Tukamata Biblia zetu tufungue kwenye kitabu cha Isaya 6 mstari wa 8. Somaji wetu tatusomea Isaya sura 6 mstari wa 8 inasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, mimi nitamtuma nani atakwenda kwa sisi? Nikasema, mimi ni hapa, unitume Bwana. Hapa tunamwona mtumishi wa Mungu ambaye jina lake lilikuwa Isaya. Wakati alipoisikia wito wa Mungu, alitika wito wa Mungu bila kujua hata Mungu anamwomba afanye nini. Tutaona pia kwenye kitabu cha Mwanzo vile mstari wa 1 hadi wa 3. Kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa 1 hadi wa 3 inasema, na ilikuwa nyuma ya maneno haya, Mungu akajaribu Ibrahimu, akamwambia Abrahamu, naye akisema, mimi ni hapa. Akasema, uende zako hata nchi ya Moria, umtoe pale kwa sadaka ya kuteketezwa juu ya mmoja wa milima nitakao kuambia. Hapa tunamwona Mungu ambaye alimtokea nabii wake Ibrahimu. Ndipo wakati alipomtokea Ibrahimu, aliamuru Ibrahimu aende akamtolee mwana wake ili apate kwa sadaka kwake. Tunajua sisi sote kwamba Ibrahimu alikuwa na mwana mmoja, alikuwa na wengi, lakini yule ambaye anasema sana ni Isaka, kwa sababu alikuwa mwana ambaye alikuwa mwana wa ahadi. Ndipo malaika wa Bwana alimshikia Ibrahimu na kumwamuru aende akatoe mwanae ambaye alikuwa akimpenda Isaka kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Ibrahimu hakusita na Ibrahimu akaenda akaitika wito wa Mungu. Utaona pia katika kitabu cha Kutoka 3 mstari wa 4 hadi 17. Kitabu cha Kutoka sura 3 mstari wa ngapi? Wa 4 hadi 17. Mstari wa 4 mstari wa 7 inasema, na wakati Bwana alipoona ya kama aligeuka kwa kuona, Mungu akamwita toka kati ya kijiji, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi ni hapa. Akasema, usikaribie hapa, ondosha viatu vyako toka miguuni yako, maana pahali unaposimama ni nchi takatifu. Akasema tena, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Pokeeni neno la Mungu. Hapa tunamwona kisa cha Musa kilikuwa kisa cha macho, ni kisa cha mrefu. Lakini kile ambacho tunaweza zingatia humu ni kwamba Musa naye pia alipokea wito wa Mungu kwa ajili ya kwenda kuwakomboa wana wa Israeli kwenye nchi ya Misri. Tuone katika kitabu cha Yohana 1 mstari wa 1 hadi 16. Kitabu cha Yona
Mstari wa kwanza inasema, basi neno la Bwana lilikujia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi, basi akatoa kiburi akapanda merikebu aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale maharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni, ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. Pokeni neno la Mungu. Tasome kidogo kutoka kwenye mstari wa 12. Mstari wa 12 na kuja ikisema hivi, naye akawaambia, mateni, munitupe baharini. Basi bahari ikatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Amen. Hapa tunamwona Yona ambaye aliambia aondoke aende Ninawi. Lakini kwenye mstari wa 3 wanatuambia kwamba Yona hakuitika ila Ninawi. Yona alikimbia. Ndipo wakati Yona alipokimbia, akakamata njia ya kwenda Tarshishi ili apate kujificha uso wa Bwana. Wakati Yona alikuwa akikimbia, Yesu alifika huko Tarshishi ambako alikuwa akienda. Jibu ilikuwa hapana, Yona hakufika Tarshishi. Ndipo kwenye mstari wa 12, Yona wakati alikuwa kwenye meli, akawaambia zoruki ilikuwa nyingi. Wakati zoruki ilikuwa mingi, Yona akawaambia wale ambao walikuwa kwenye meli wamtupe kwenye bahari, ndipo zoruba ikatulia. Ndipo nao wakafanya hivyo. Wakati walipomtupa kwenye bahari, na hiyo zoruba ikatulia. Nao wakajiuliza, je, wako mtu gani? Na akasema, sasa mtu wa Mungu ambaye amekimbia na kujimisha uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa anapenda wito wa kwenda Ninawi. Tunapokwenda kwenye mstari wa 17, hapo Mungu kwa sababu alikuwa anapenda tu Yona mtumikie, aliandaa samaki. Na samaki ilimeza Yona, na Yona akimaliza ndani ya tumbo ya samaki siku 3 usiku na mchana. Ndipo Yona wakati alikuwa kwenye tumbo la samaki, aliona kwamba ndani kuna mabaya. Ndipo akipenda tena amrudilie Mungu. Wakati Yona alipopenda amrudilie Mungu, ndipo Yona aliomba sana akiwa kwenye tumbo la samaki. Wakati Yona alipoomba sana, Mungu akasikia maombi yake, akamsamehe. Ninaweza jianzia kwa sababu yeye anazaliwa kwenye familia ya kipekee. Mtamu nizaliwa ndio tu ya kwanza kusimama hapo. Kwa sababu nilikuwa naogopa nake. Nasema hapana, sitawezi.
Lakini wakati mtu anasikia ndani mwake kama ataweza, ni kweli anaweza. Ndio maana na sisi tumuombe Mungu atuwezeshe. Wakati napenda njia wengine mnasema utatusaidia kwenye programu, wanakataa. Yese nisitake kwa sababu na mimi nilikuwa nalifanya. Lakini kwa tangu leo tubadilike. Tusikuja tukipata matatizo sasa siona alipata matatizo. Kwenye Yona 3 mstari wa kwanza hadi Yona sura ya 3 hadi ya mstari wa kwanza hadi wa 3 msomaji atakusaidia. Yona sura ya 3 mstari wa kwanza inasema, neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji hiyo kazi ambayo alikuwa akiambiwa aende kufanya. Ndipo Mungu tena akamjia Yona wa mara pili, akamwambia simama, uende Ninawi, uende kapasa habari njema. Yona hakusita kwa sababu alikuwa akiweka naziri kwamba wakati atatoka huko atafanya kile chochote ambacho Mungu atamwagiza. Ndipo Yona akasimama, hakushikwa tena na oga, akaenda kwenye mji wa Ninawi, akawahubiri watu wa Ninawi, nao wakapokea ujumbe wa Mungu, wakamlilia Mungu na wakatubu, na Mungu akawasamehe. Kwenye shule letu la Sabato, fundisho la leo, ule mwandishi ambaye aliandika nani Mwadventiste kama sisi, lakini alitazama kwenye kanisa, kuna kwanza mkubwa ambaye mpenda aiongelee ili na sisi tukadhiriki. Hakuna dhambi ambayo Mungu haweza kuisamehe. Tulitenda mabaya tangu mbele, lakini na sisi tujirudie, tumombe Mungu msamaha. Mungu wetu ni mwenye upendo. Wakati tunamlilia na tunamjia kwa moyo ambao unakiri dhambi zetu, iko tayari kutusamehe. Msomaji tuone kwenye kitabu cha Luka 1 mstari wa kwanza hadi wa 5. Hadi 5 inasema, Luka 5:1 hadi 5. Akawa mkutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu. Yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Mbili, akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wakamtoka wametoka wanaosha nyavu zao. Watu ambao walikuwa karibu na bahari, na hapo kwenye bahari kulikuwa meli mbili. Wanatuambia kulikuwa meli mbili ambazo kulikuwa na wavuvi wakivua samaki. Ndipo Yesu wakati makutano ilipomsonga akaenda kwenye meli moja, ndipo akaendelea kuwafundisha makutano. Wakati alipoendelea kuwafundisha, wakati Yesu alipoendelea kufundisha hiyo makutano, alipomaliza, ndipo akamwambia Simoni kwenye meli aendelee na kazi yake ya uvuvi. Lakini Simoni yeye kwa sababu alikuwa ametumika sana kusipopata kitu, akamwambia Yesu, nimefanya kazi kubwa tangu usiku hadi asubuhi, lakini sikubahatika na kupata chochote. Ndipo Simoni kwa sababu alikuwa akimjua Yesu, akamwambia, lakini kwa neno lako nitashusha tena nyavu. Simoni akashusha nyavu. Aliposhusha nyavu akiwabana samaki wengi. Hapa alipowabana samaki wengi, alianguka magotini mwa Yesu akimshukuru. Nasi ni mara ngapi maisha yetu inatupiga, tunakata tamaa. Inatubidi tusikate tamaa, tuendelee kumwamini Mungu, atatuwezesha na atatufanikisha. Na wakati Mungu anapotufanikisha, na sisi tukue tayari kwa kumshukuru. Ndipo kwenye mstari wa 7 na wa 8, wakati Simoni alipoona hayo makubwa yote, kwa sababu Yesu alikuwa na shabaha ambayo alikuwa akilenga kwa sababu kujua afanye hiyo yote.
Wakati alipomaliza ndipo akamwambia Simoni kwenye mstari wa 7 na 8, akamwambia Simoni Petro, akamwambia, tangu leo utakuwa ukivua watu. Maana alibadilisha kazi yake, akamfanya mvivu kwa watu. Simoni alifundisha habari njema na akaleta watu wengi kwa Yesu. Somaji wetu tatusamehe, tutaendelea kutusomea kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 17 mstari wa 1 hadi wa 3. Kitabu ya Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa Mungu. Tutumike kazi yake kwa ujasiri, na ili atakapokuja sote tupate kurithi ufalme wake. Ndio ombi yangu ambayo naombea na mimi nikijiombea katika jina la Yesu. Amen. Mama, Mungu akubariki uende mbali, lakini sikuache. Kwa hiyo tunasi mwongozi wa nyimbo asimame na sisi tusimame, tuchukue vitabu vya nyimbo, tuimbe nyimbo ya 54. Sauti ni kwa mwongozi. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu. Sote pamoja. Nataka nimjue Yesu pamoja. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu. Nijue pendo lake tu, wokovu wake kamili. Zaidi, zaidi, nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka nimwone Yesu na nizidi kusikia anenapo kitabuni, kujidhihirisha kwangu. Zaidi, zaidi, nimfahamu Yesu,
letu la juu mbinguni, tunakupigia asante kwa kuwa unatulinda tangu asubuhi mpaka saa hii. Jina lako libarikiwe. Mtakatifu, sisi ni wenye dhambi kwa kuona, kwa kuwaza, pia kwa kutenda, na ndio maana tunakuja mbele yako ili tusamehe dhambi na makosa, na ujako mara ya pili sisi sote tukulaki na Mungu. Mtakatifu, tunakuonyesha hitaji zetu, tunakuomba utujibu. Tunakuonyesha wagonjwa mahali ambapo wanapatikana, uwaguse. Uone wale ambao walipata misiba, Baba wafariji, na sisi sote tutakapoendelea kujibiwa na wewe tutashukuru jina lako. Basi tunataka ondoka, tunakuomba utulinde, utuongoze, pia uendelee kutupa usalama katika jina la Yesu. Amen. Wameongoza ibada ya mchana huu, wameiendesha na tumepata mafundisho hasa hao ambao walikuwa katika kipindi cha pili. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Mengine machache ni kwamba nyuma ya ibada tunaomba washemasi kusikue wa kurudi. Tafadhali huko nyuma msirudi, tunakaribia kumaliza, tuwaage. Nasema kwamba washemasi wote wengine wanaporudi, ninyi mtabaki. Na makwaya watahudumia kwenye matanga au kwenye kilio. Ni kusema kwaya zote mtazihitaji. Tutaanza Kenzori hapo Sente, tutakuwa na Gambe Chete wataimba nyimbo 2, Verses watakuwa na nyimbo 2, Kingi nani mtakuwa na nyimbo 2, Matumaini nani mtaimba 2, na Bormedie nani mtakuwa na nyimbo 2. Wale wote ambao tunarudi kusema tunatelekeza kwenye matanga kuomboleza wenzetu hapa chini, kwa sababu ni muhimu sana. Lakini tutaita wakatibu kama kuna kupla ambaye haijaziorodhesha, kama kuna yule ambaye anapenda kufikie aorozeshe kwa ajili ya salina ya kesho, anyoshe mkono kuple. Sawa. Kuna uwezekano haupendi kunyosha hapa, lakini ofisi inafunguliwa sasa, tunaondoka. Hivi ni kusema wa vijana mkumbuke tangazo, wa fulana na wasichana, unapojua una umri wa miaka 15 kuendelea, tafadhali usiondoke. Tunaruhusu wa baba na wa mama na watoto kuondoka, lakini wale wa vijana tafadhali samahani mbali. Ni dakika chache tu, kuna mazungumzo ya muhimu sana na ni kwa manufaa ya kila kijana. Wengine tunapoondoka